Mungu alikuwa amesema kwamba kwa sababu mmetenda dhambi, mmelaaniwa, mtakufa. Alafu Mungu aliposhuka kuona, kutaka kufanya hukumu ya kwamba tukufe, akatuhurumia. Kweli kwamba tendo la huruma haliwezi kutokea pasipo upendo. Ni furaha yangu mpendwa kwamba Mungu ametuwezesha tuonane tena. Ni kipindi cha Yesu Yuaja. Tunapozungumza juu ya Yesu Yuaja, tunapokumbushana juu ya Bwana wetu Yesu Kristo, nimechukua muda kwa vipindi vitatu vilivyotangulia kipindi hiki kuangalia kwa makini mafundisho. Msingi au msukumo wa neno hili ilikuwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume 2 mstari wa 42, ambalo ndilo nitakamilisha ama tamatisha kipindi kwa siku ya leo. Walidumu katika fundisho la mitume. Bila shaka unaposikia kwamba kulikuwa na fundisho la mitume, linaashiria ya kwamba kulikuwa na mafundisho mengine tofauti na fundisho la mitume. Na tuliweza kuangalia kwa vipindi hivyo ya kwamba kuna mafundisho ama elimu kwa kadiri ya wanadamu. Tuliona kwamba ni wanadamu wanabuni mafundisho hayo kwa faida ya mwanadamu, si kwa ajili ya faida ya ufalme wa mbinguni. Tukaangalia mafundisho mengine ya pili, ilikuwa ni mafundisho ya shetani. Na tuliweza kuona kwamba fundisho la shetani ni mafundisho ya aina yote yale yanayoenda kinyume na mpango wa Mungu, mpango wa uumbaji wa Mungu, mpango wa Mungu aliyoweka asili. Kama vile Paulo alivyomwonya Timotheo, akamwambia kwamba watu watabadilisha asili ya mwanadamu, wataanza kufanya mambo yasiyo maadili aliyoyakusudia Mungu kutoka mwanzo. Tukaangalia fundisho la tatu. Pia Paulo alimwambia Timotheo kwamba nyakati za mwisho watu watafuata mafundisho yanayowapendeza masikioni mwao. Nikaeleza kwa mfano, ukianzisha somo na kuenda katika taifa letu siku hii ya leo ya kuambia wanawake na wanaume ya kwamba yule mke uliyooa ama yule mume aliyekuoa si mapenzi ya Mungu, njoo hapa ni kuambie namna gani utaacha na kunini, utakuta watu wengi watafika hapo na kusema huyu ndiye mtumishi wa Mungu. Si kwa sababu ni mtumishi wa Mungu, bali ni kwa sababu anahubiri mafundisho ambao watu wanataka kusikia. Watu wengine kwa sababu wanataka mali, wangependa kufika mali ambapo wanahubiriwa jinsi ya kupata mali. Na si lazima ati kila mahali ambapo utapata mali itakuwa ni mali kwa mapenzi ya Mungu. Lakini wengine wangependa kwamba watafika mahali ambapo watatabiriwa. Na nani anakataa kutabiriwa? Asinunue gari nzuri. Nani hataki atabiriwe ajenge ghorofa? Nani hataki atabiriwe aende ng'ambo? Si mambo hayo ndio tunaenda makanisani. Lakini ukiangalia elimu hiyo kwa makini, elimu ambayo ilitokea hapo majuzi, inaitwa prosperity gospel, ambao asili yake ni mafanikio pasipo Mungu, mafanikio pasipo uhusiano na Mungu. Kiasi kwamba utakuta watu wengi wangetaka kutaka utajiri kutoka kwa Mungu pasipo kuwa na uhusiano na Mungu. Na wataona ni sawa. So unaweza kupata ya kwamba sehemu kubwa ya mazungumzo yetu tunainua mali aliyotupa Mungu badala ya kumuinua Mungu aliyetupa mali. Na unakuta kwamba mafundisho haya yakiwepo ni mafundisho kulingana na masikio ya wanadamu. Wanataka kuambiwa hivyo ya kwamba unajua, nilipojiunga na kanisa hili, biashara yangu imekuwa, nilipojiunga na watu hawa. Ni sawa, ni vizuri sana biashara iongezeke, lakini je, umekuwa katika imani katika Mungu? Je, biashara hiyo ikiondolewa kesho,
Je, uchumi ikiharibika kesho na hiyo biashara itoke, bado utakuwa na msimamo juu ya Mungu? Ama utafikiri ya kwamba utafute njia mbadala ya kuweza kusimamia ama kusaidia hiyo mali ipate kurudi na kuendelea? Na kama elimu hiyo ilikuwa juu ya msingi ya mafundisho ya kusikiliza yale ambayo mtu anataka, then imani kwa huyo mtu, imani ya Mungu kwa huyo mtu itakuwa imetiwa mashaka. Ndiposa unakuta watu katika Biblia kama Ayubu, walipopata mali na kuongezeka na kuwa matajiri na kuwa watu waelekevu mpaka walijulikana katika mashariki, hawakutingizwa. Mali ilipoondolewa yote mpaka ikaisha, bado hawakutingizwa. Wanaweza kusema kwamba ni Mungu alitupatia na ni Mungu amechukua, jina lake libarikiwe. Kwa hivyo kumbe uhusiano wake na mafundisho aliyopokea si mafundisho tu ya mafanikio ya nje, lakini msingi wa maisha yake ni juu ya Mungu wa mafanikio. So anaweza kusema kwamba ni Mungu amenipa na ni Mungu amechukua. Unakuta bibi anasema kwamba mtukane Mungu ili ufe. Anamwambia kwamba mbona unaongea kama mwanamke mjinga? Je, tuyapate yaliyo mazuri kwa Mungu tu? Kwa hivyo Ayubu alijua kwamba unapotembea na Mungu na vita hivi vya kiroho, kuna uwezekano ukutane na mambo yaliyo mazito, lakini bado imani yangu ni kwa Mungu. Niwe nayo, nisiwe nayo. Hiyo ndio elimu sahihi. Basi ningetamatisha leo elimu ya mitume. Basi elimu sahihi ni elimu gani? Biblia inaposema kwamba na walidumu katika fundisho la mitume, ni fundisho gani hili lililo la muhimu? Somo hili tutaanzia tu hapo hapo ya kwamba wokovu tulio nao, imani tulio nayo, tulipata kwa neema, kwa upendo wa Mungu. Ndiposa Yesu akasema katika Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Jambo la kwanza tunajifunza hapa ya kwamba Mungu mwenyewe alitupenda tukiwa wenye dhambi, na katika upendo wake akamtoa mwana wake wa pekee. Sisi tulidemanda tupe mwana, ni yeye kwa upendo. Na upendo huu ambao amesema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda. Upendo unadhihirishwa na mambo mengine mawili ya muhimu. Upendo unapokuwepo, rehema, mercy inaonekana. So Mungu alipotupenda, akituona kama tumepotea ulimwenguni, akatuhurumia. Huruma ni kushikilia ama kuondoa adhabu. Ungemwadhibu huyu mtu, amekosa, ungempiga, ungemuua. Mungu alikuwa amesema kwamba kwa sababu mmetenda dhambi, mmelaaniwa, mtakufa. Alafu Mungu aliposhuka kuona, kutaka kufanya hukumu ya kwamba tukufe, akatuhurumia. Aliposhuka ili atekeleze hukumu juu ya Adam na Hawa, akawakuta kwanza hawapo mahali ambapo wanastahili kuwepo, wameenda kufichana. Mungu akajua kwamba ndio wamekosa. Alipouliza swali, mmefanya nini? Badala ya hawa watu kutubu, bado waliendelea kupotea. Tunaona huruma ya Mungu. Anawakuta wamejivalia matawi. Mungu akawahurumia. Huruma ni kwamba basi badala ya kumaliza hawa, wacha tu niwasaidie kwa huruma. Akawahurumia. Kwa sababu gani aliwahurumia? Aliwapenda. Ni kweli kwamba tendo la huruma haliwezi kutokea pasipo upendo. So Mungu alipotuhurumia, akaona basi ni njia gani kwa upendo ninaowapenda hawa watu na ninawahurumia.
akaona njia ya pekee ya kuwaokoa ni tamko la kifo kwa juu ya hawa watu. Nataka kuiondoa. Lakini nitaiondoaje? Kwa huruma nitawapa hawa uzima. Nitawapaje uzima? Nitaua mwingine afe badala yao. Na kaona ni nani anayestahili kufa badala yao, kwa sababu wengine wote walikuwa wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa muda Mungu akipanga mpango, akafanya kwamba mnyama asiye na ila wala mawaa auawe. Lakini kila wakati mtu anasafishwa na damu ya kondoo na damu ya nini, haikutosha. Ndio kwa huruma Mungu akafanya rehema. Akasema kwamba sitaendelea tu kufutilia na kususpend judgment juu ya watu hawa. Nitatoa hukumu yangu juu ya mwingine, ili hukumu ambayo ningewapa hawa, hii hukumu ambayo ningeondoa kwa njia ya rehema, ni hukumu mtu mwingine. Biblia ikasema ndio maana yake akamtoa mwana wake wa pekee, akamhukumu ili sisi tupate kupona. So Kristo akalaaniwa, akahukumiwa, akafa badala yetu. Tukaona huruma za Mungu. Biblia inatuambia katika Waefeso 2 kuanzia mstari wa 8 mpaka wa 9 kwamba ni kwa neema. Neema ni kipawa usichostahili. Ni kwa neema umeokolewa kupitia imani. Mungu ameleta neema ya kwamba basi huyu mtu ana nafasi sasa ya kujiondoa katika laana aliyouziwa. Lakini neema hiyo haikuji pia bure. Neema hiyo inakuja kwa imani. Inabidi ujiondoe kwa mahali ulipo na kuvaa imani na kusema kwamba ndio, nimekubali Mungu. Nimekubali njia hii ya msamaha. Nimekubali njia hii ambapo mwana wako alikufa kwa ajili yangu. Ndiposa Yesu alisema kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kuthibitisha hiyo, hatuna njia nyingine. Ukijaribu kutafuta njia mbadala, unajiondoa kwa neema. Na hatujaokolewa kwa sababu tuna matendo. Kama matendo ingaliokoa watu wa Agano la Kale wangepona, lakini walishindwa. Ndio, walishindwa. Hata Musa mwenyewe alishindwa, ingawa yeye ndiye aliyeleta amri 10. Mwisho hata na yeye hakufika Kanaan, kwa sababu kwa tabia ya mwanadamu hatuwezi kumpendeza Mungu. Ndiposa hapa katika Waefeso amesema kwamba si kwa matendo, haijatokana na ninyi. Mara nyingine tunasikia elimu ya utoto. Mtu anasema kwamba ni kwa sababu nimeomba na kufunga. Kuna watu wanaomba na kufunga mpaka wafe, hawaoni Mungu. Kuna watu ambao walijua kuomba na kufunga katika Agano la Kale. Kama wale wangeweza kuokoa, Yesu asingekuja. Kwa hiyo kuzaliwa kwa Yesu na kuja kufa msalabani inaashiria ya kwamba matendo yote ya wale waliomba na kufunga na kufanya mambo mengine ilikuwa kwa muda tu, haingeweza kuondoa dhambi kamili. Kwa hivyo si kwa matendo, mtu yeyote asije akajivuna. Wakati mwingine Mungu akitupa kwa neema yake na kwa utoto wetu vipawa fulani, labda umeomba na kufunga siku 3, ulipojitokeza ukaombea mgonjwa akapona, mimi nakwambia inakuwa doctrine ya mwaka mzima. Kupiga kifua, si unajua nilienda mlima, si unajua nilienda nikaomba. Tukijaribu kujihesabia mbele za Mungu kwa namna hiyo ya matendo, twajiondoa kwa neema, na hiyo inaanza kuwa elimu mbaya. Lazima tujue ya kwamba hata kama ni kwa kuomba na kufunga, ujiambie kwamba ni kwa neema ya Mungu alinifungua macho nipate kujua kuomba na kufunga, kwa sababu Mungu alikuwa amekusudia kunibariki. Si kwa sababu umeomba na kufunga Mungu amekujibu. La, ni kwa neema
Sijasema kuomba na kufunga ni mbaya, lakini ni Mungu anaweka jambo hilo ndani ya mioyo yetu. Kuna wengine ambao hawajaomba na kufunga, wamebarikiwa anyway, ni kwa neema. Kupata mashamba na kupata manyumba na kupata magari na kupata ng'ombe na mbuzi na kondoo, kupata watoto waende wasome ng'ambo, si lazima ni Mungu, ni kwa neema ya Mungu tu. Ni kwa neema yake mvua ikinyesha, inanyeshea mashamba ya wenye dhambi na mashamba ya wale wanaoamini yeye. So neema ni nini? Neema ni kupata ufunuo wa ndani wa kufafanua ama kumtambua Mungu wa kweli. Biblia ikasema kwamba ni kwa neema. Elimu ya kweli inatufundisha. Tito akasema kwamba maana neema ya Mungu iwaokoayo watu wote imefunuliwa. Neema ya Mungu iwaokoayo watu wote, si watu wachache, si watu maalum, si watu ambao wanaweza kutoa mbuzi na kondoo. La, neema ya Mungu iwaokoayo watu wote imefunuliwa. Hata hivyo inasema kwamba bali yatufundisha pia tujiepushe na uovu. Kujiepusha na uovu ni imani, kukuambia kwamba nikienda na njia hii ya kutokumwamini Mungu nitapotea, lakini nimerudi kwa njia ya kumwamini Mungu. Na kipindi unapomwamini Mungu, unapojitoza kwa mikononi mwa Mungu, Mungu anakunyanyua, anakuinua, anakuongoza kwa neema yake. Ni kitu gani kinasababisha neema? Kinasababishwa na upendo. Upendo kinasababisha nini? Ndio neema ikuje. Inaleta rehema, kwa sababu tumehurumiwa na Mungu kama watu waliopotea, na kwa huruma zake Mwenyezi Mungu akatupenda, ama alitupenda akatuhurumia, akatukirimia njia ya kuokoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Elimu yoyote inayotaka kutufanya tuokolewe pasipo neema ya Mungu, pasipo huruma ya Mungu, uangalie kwa makini. Iwapo mtu yeyote atadai kipawa, atadai wokovu, atadai uhusiano wake na Mungu kwa matendo yake mwenyewe, ujiadhari. Ujiadhari, kwa sababu hapo ndipo elimu ya uongo inaanza. Elimu ya kweli inamjenga Kristo kama yeye ndiye alituletea ukamilifu. Yeye ndiye anayetufungulia mlango wa kukutana na Baba. Yeye ndiye mwanzo na mwisho. Yeye ndiye Alfa na Omega. Kama nimeokoka ni yeye. Kama nimetakaswa ni yeye. Kama nimesimama katika wokovu ni yeye. Kama nimeshinda adui ni yeye. Kama nimeshinda elimu mbaya ni yeye. Ndio maana yake, kwa neema yake anatujalia walimu wanaotufundisha elimu safi. Tusipoangalia jambo hili, hapo ndipo tuanza kufungua barabara kwa elimu ya uongo. Kulingana na maandiko matakatifu, nitayajuaje ya kwamba elimu ya uongo imezuka? Elimu ya uongo kwanza inakuondoa katika tegemeo la Kristo kama ndiye Bwana. Na elimu hiyo iko tu. Paulo akamwambia Timotheo katika waraka wa kwanza 1:3 ya Timotheo ya kwamba watu wajiadhari wasifuate elimu nyingine. So kumbe kuna uwezekano wa elimu nyingine. Elimu nyingine huleta mabishano na mashindano. Warumi 16:17. Kipindi unapoona watu wanaanza kuwa na tashwishi, mavutano, mashindano, makorofano, inamaanisha kwamba kuna elimu hapa ambayo haiingii.
Msingi wa elimu ya Kristo katika Yohana 3:16 inasema kwamba anayemwamini atapata uzima wa milele. Unaweza kupata mtu anayeamini ni Mwafrika, ni mzungu, ni Muhindi. Anapomwamini, Uafrika, uzungu, Uhindi unaondolewa. Wote ni Kristo katika Kristo. Unapomwamini na kuoshwa kwa damu ya Yesu Kristo, hapana Myahudi wala Myunani. Hakuna Mkalenjini, Mkikuyu, Mjaluo, Mluya. Unapoona lugha kama hiyo inapoingia ndani na matengano inaanza kuja, ujiulize hao watu wanafundisha fundisho gani? Kwa sababu Biblia pia imesema kwamba imekuwa basi mwana akikuweka huru, unakuwa huru kweli kweli. Elimu halisi ya Kristo inamweka mtu huru kweli kweli, kutoka kwa ukabila, kutoka kwa tabia na asili ya dhambi. Ni mwana anakuweka huru, si wewe unajiweka huru, lakini lazima ujitoze, ukubali ya kwamba Bwana, nimekata shauri nitembee pamoja na wewe. So ukianza kuona kwamba kuna mambo ya mashindano, kuna mambo ya ukabila, kuna mambo ya ubaguzi wa rangi, kuna mambo ya ubaguzi wa class. Wengine walio na mali wanaona wale ambao hawana mali kama ni duni. Wengine ambao wameomba na kuinuliwa na Mungu na kubarikiwa, wana karama za kuombea wagonjwa, wanaona wale wengine ambao hawajatunikiwa karama ya kuombea wagonjwa kana kwamba ni duni. Mungu hajatupima kwa neema yake kwa njia hiyo. Kipimo cha Mungu ni sawa kwa wote. Anayemwamini mwana yuna uzima wa milele. Ukianza kujihesabia haki kwa sababu ya matendo, unaanza kuleta injili tofauti. Inaitwa injili ya kisheria. Kwa lugha ya Kiingereza tunaita legalistic. Unataka kusema kwamba Mungu, ninatoa fungu la 10. Mungu, ninaomba na kufunga, lazima Mungu nijibu. Si lazima. Si lazima. Kama umefundishwa elimu hiyo, naomba kwa rehema za Mungu, uombe Mungu akufunulie zaidi. Ndio. Si lazima. Kwa sababu kama ni kwa matendo yetu, then Kristo alikufa bure. Kuomba na kufunga, unaweza kuomba na kufunga pasipo Kristo. Unaweza kutoa sadaka na fungu la 10 pasipo Kristo. Kuna watu ambao wametoa fungu la 10, hata fungu la 20. Alafu baadaye kazi yao inaharibika tu. Mimi ni miongoni mwao. Siku moja nilitoa fungu la 10. Nilitoa fungu la 10 ya mahindi. Na ile mahindi ambayo nilibakisha kwa store na maharagwe, haka lilikuwa maharagwe. Baada ya wiki moja nakuta imeibiwa. Nimetoa fungu la 10 nimepeleka kanisani. Ile nilibakisha ati nitakuja kuuza wiki ujao, kurudi nakuta imeibiwa. Na ilibiwa kwa sababu gani? Kwa sababu mfanyakazi wangu alipoteza kifunguo na hakuniambia. Kwa hiyo store yangu ilikuwa wazi. Baada ya kutoa fungu la 10, kurudi kudai Mungu, sasa mbona imeibiwa? Mungu ananiambia, ndio unatoa fungu la 10, lakini unahitaji kufunga store. Kwa hivyo kutoa fungu la 10 pasipo kufunga store, maana yake nini kufunga store? Inamaanisha kwamba kutegemea fungu la 10 kama kitu cha kudai Mungu inaweza kuwa ni utoto wa kiroho. So lazima ujihadhari kabisa kwamba imani yako isiwe kwa matendo yetu. La sivyo, elimu ambayo inaleta matengano ni elimu inayopotoza. Elimu ya uongo pia inafanya watu wapotee, waangamie. Kama vile Wakolosai 2:22 inatuambia kwamba hii elimu tofauti, hii elimu ambayo ni tofauti, ambayo si ya Kristo,
elimu ambayo imekuja ambayo si ya Kristo inaleta watu kupotea, inapoteza, inaangamiza. Mambo hayo yote huharibika wakati wa kutumia, hali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. So wakati mwingine elimu ya uongo huharibika, haidumu. Any doctrine, mafundisho yoyote ambayo si halisi, not the original doctrine, itapotea, itaangamia. Ndio utakuta kwamba wakati mwingine katika maisha watu wale walioanzisha madhehebu ambayo haikukuwa kamili na Kristo haikudumu. So elimu yoyote ambayo ni wrong haitadumu. Pia Biblia inatufundisha kwamba wale watu ambao hawafuati elimu kamili ya Mungu wanadumu miaka yote kama watoto. Ndio tunaambiwa katika Wafilipi ya kwamba tusiwe watoto mnaosukumwa upande huu na upande huu. Usipojua elimu kamili, utasukumwa na kila wingu la mafundisho. Atokee huku anayesema hivi, mwingine akwambia kwamba tumekutana na Yesu yuko Jerusalem, twende Jerusalem. Utatafuta tikiti ya ndege kwenda Jerusalem. Akwambia hapana, tumepata Yesu ni Mwafrika, alikufia hapa Misri, twende huko. Utapanga safari kwenda Misri. Kwa sababu hauna elimu kamili, utapelekwa mbele na nyuma. Kuna wakati ambapo katika makanisa yetu ilikuwa dhambi kusuka nywele. Najua nikisema neno hilo naguza watu wengi. Wengine walikwazika kwa mavazi ambao wanaume walivaa, wanawake walivaa, na hata nikinena neno hilo wamelichukulia kama fundisho halisi. Na imeleta vikwazo kwa watu wengi. Hata katika safari ya kwenda mbinguni, watu wengi wamekuwa kama watoto, wanashikilia mambo, tabia, desturi, mila, utaratibu kana kwamba ni ukweli. Ujue elimu halisi msingi wake ni Kristo. Ili usiwe mtoto unaotingizwa na kupelekwa upande huu na upande huu. Paulo naye akasema kwamba na iwapo mtu yeyote atawaletea elimu tofauti na ile tuliwafundisha, na alaaniwe. Katika Wagalatia 1 mstari wa 8 mpaka 9 amesema kwamba alaaniwe iwapo mtu yeyote atatuletea elimu iliyo tofauti, alaaniwe. Kwa hivyo watu wanaofuata elimu iliyo tofauti na Kristo wamelaaniwa. Na katika kitabu cha Ufunuo 22 mstari wa 18 inasema kwamba na mtu asiongeze, kwa maana ukiongeza utaongezewa machungu. So mimi najaribu kueleza kwa upendo na kwa neema ya kwamba tupate ufunuo wa elimu halisi ya Kristo. Elimu ya upendo, elimu ya rehema na neema. Ukiongeza ama kufundisha elimu iliyo tofauti na Kristo, elimu iliyo tofauti huleta laana. Mafundisho iliyo tofauti huongeza mapigo na huongeza machungu. Mungu atusaidie tufuatilie kwa makini mafundisho ya mitume, mafundisho ya Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo, ulipoondoka ukatuachia Roho Mtakatifu awe mwalimu wetu, awe kiongozi wetu, afungue macho yetu tujue njia na kweli na uzima ambaye ndiye Yesu. Utubariki na utuongoze pamoja na msikilizaji wangu ili tufuate njia hiyo ya uzima wa milele, tusipotee. Kwa jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mungu akubariki.